Naam, tunaendelea na matangazo yetu ya Morning Trumpet, na kama tulivyokuambia kwamba tutazungumza na baadhi ya washindi walioshinda tuzo za Samia Kalamu Awards, tuzo ambazo zimetolewa kwa waandishi habari ambao wanafanya vizuri hasa katika habari za maendeleo, na vipengele mbalimbali zaidi ya 30 vilikuwa vikishindaniwa, na katika vipengele hivyo Azam Media imepata tuzo takriban 4, tuzo 3 za mwandishi mmoja na tuzo ya jumla kama chombo cha habari ambacho kinafanya vizuri kwenye michezo. Miongoni mwa waandishi habari ambao wametuzwa ni pamoja na Gifford Arnold maarufu kama MC Jojo. Karibu sana kaka. Asante sana. Unajua ukipata hela unaruhusiwa kushake hands. Na umegundua kama Jojo ni handsome. Sasa hiyo mimi siwezi kutoa comment. Kwa Messi tumegundua leo. Jojo ni wewe unaonekana mzuri sana. Nawaka. Na hao ndo wanawake. Mara mwisho lini umeogea maziwa? Nikupeleke. Hapana. Kaka hao ndo wanawake. Ukishashika hela. Lakini nimwambie tu kwamba nimekuja na mlinzi. Na mlinzi liko nje. Sawa, lakini pia tutazungumza na Rema Evans muda mfupi ujao. Na tumewalika pia Egbert Mkoko, daktari mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tutazungumza naye atakapokuwa tayari kuona namna ambavyo walikuwa wanatumia vigezo vile kuhakikisha kama wanapata washindi wa tuzo hizi. Moja kati ya zawadi ambazo unapata, umepata tuzo, umepata cheti hiki ambacho kimesainiwa na waziri wa vijana kwa sababu umeshinda kwenye kipengele cha vijana. Lakini pia umepata kitita cha shilingi milioni 5. Ila hapa ndo akionekani. Hapa zinaonekana tu tuzo na certificate. Na tumeona kabisa umekabidhiwa kibunda kabisa zile. Na ilikuwa keshi. Kumbuka nilikuwa na michango ya harusi. Nilikuwa nataka kuitimiza. Kulipa ukumbi. Ndio. Sawa. Na tupate nafasi sasa ya kujikumbusha kuona namna vipengele hivi ambavyo walipata wenzetu kabla tuje kuangalia kazi zao ambazo zimewapa hizi tuzo, si ndio? Kabisa. Sasa tupate nafasi ya kuangalia. Haya, wakati tunasubiri mambo yatakapokuwa tayari tutajionea mambo yalivyokuwa, lakini hebu tugusie kidogo. Umeshinda katika eneo la vijana. Vijana, tunajua vijana wa nchi hii ndio kundi kubwa. Yani wewe umeshinda katika eneo ambalo linagusa nguvu kubwa ya nchi hii. Yani idadi kubwa wanasema milioni 33 kati ya wale milioni 62 ni nguvu kazi, maana yake ni vijana. Karibu nusu hapa. Ni kitu gani hasa ambacho ulikifanya ambacho watu wamekaa wakaona sasa unastahili kupata heshima hii? Unajua hizi tuzo zilikuwa ni mchakato. Yaani tuzo zilikuwa ni mchakato kwa maana kwamba kulikuwa kuna category. Kwa hiyo unapeleka kazi yako ambayo tulipeleka kijana leo, ambayo inahusu vijana, lakini vijana katika kuchange mindset ili kufikia maendeleo, ili kupiga hatua katika maisha yao, kujikwamua. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba umepeleka kazi yako katika kipengele kile. Sawa? Majaji wapo kwa ajili ya kutazama ile kazi. Umeelewa kwamba tunataka tukasema kwa nini labda watu wengine labda wameanguka. Sawa? Kwa nini watu wengine labda wamefeli? Unaweza kuona upo kwenye kipengele na mtu ambaye wewe labda ni giant, lakini upo na mtu ambaye ni labda ni mdogo tu, hana hata jina. Umeelewa mkakaa kategori moja, lakini unaweza kushangaa giant akaangushwa na huyo mdogo, kwa sababu majaji wenyewe walikuwa wanatoa 40%, lakini 60% wanatoa Watanzania wenyewe. Sasa namna gani unaweza kuapproach Watanzania ili waweze kukupigia kura? Hiko ndicho ambacho kilitokea. Sasa nimeweka kipengele cha vijana na compete na mtu kutokea Mwanza. Umeelewa Kwa hiyo sasa uwezi kumjua yeye anakuja na silaha kiasi gani, ana mapanga kiasi gani. Kwa hiyo ilibidi utumie nguvu kubwa sana kwenye kupush watu wapige kura. Kama unavyojua, mimi na mtaji wa watu. Na watu ndio wao vijana. Umeelewa Na mtaji wa watu labda hapa kazini, na mtaji wa watu nje ya ofisi pia. Kwa hiyo kupush watu vote for me. So, ukiachana na hizo michakato ya kupata tuzo, tunataka tujue kazi yako, yani nini ambacho ulikifanya kwenye kazi yenyewe. Kazi yetu hususan ilikuwa inahusiana na ni masuala ya ubunifu au uvumbuzi katika tulipeleka kile kipindi cha ambacho kama uliwahi kutazama, ilikuwa namna ya kubadilisha nywele kuwa mbolea.
umeona Kwa hiyo kuna masuala ya uvumbuzi hapo, kuna masuala ya science kidogo hapo, umeelewa Kwa hiyo ile yenyewe content hiyo tayari ilikuwa ni nzito tofauti na mwenzangu. Wakija hapa utaona mwenzangu yeye alikuwa amepeleka kazi ya namna gani, lakini ile yenyewe ya nywele kuwa mbolea unaona kama inashangaza kidogo. Kwa hiyo content yenyewe nzito pia. Nakumbuka ni kipindi ambacho tumekirusha miezi mitatu iliyopita ambacho vijana kutoka Arusha wanatumia nywele za binadamu wanachanganya na baadhi ya malighafi kutengeneza mbolea asili, organic mbolea. Ni kipindi cha Kijana Leo ambacho kinarushwa na Azam TV, YouTube. Kwa hiyo Kijana Leo alikukabidhi wewe sasa ukapeperusha bendera ya Kijana Leo. Ya Kijana Leo. Lakini kwa nini wamenikabidhi? Kwa sababu wanajua 60% nitazipata. Kwa sababu tuongee ukweli. Messi ungeza kuzikimbiza 60%. Nimeshapata na tuzo zaidi. Unajua kuomba kura wa Tanzania lazima ujishaue kidogo, lazima ujifanyie akili zikuruke. Tusumbuane kidogo. Sawa, tumeambiwa tayari vipengele vingine ambavyo wenzetu walikuwa wanapata tuzo hizi kwa ambao hawakupata nafasi ya kutazama jana usiku, basi zipo tayari. Tupate nafasi ya kushuhudia ilivyokuwa, ikiwemo ya huyu aliyeweza kuomba Watanzania milioni 60. Samia Kalamu Awards 2025. Sekta ya uwekezaji. Ni Rehema Evans Mwaikemba. Samia Kalamu Awards 2025. Sekta ya vijana. Washiriki ni Yusta Rogasian Kavishe, Inland FM. Gilfred Arnold Msengezi. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, akimtangaza mshindi katika kundi linalohusu vijana. Tunayo furaha kama wizara kutangaza kwamba ndugu Gilfred tutakuwa tunatembea naye katika kazi zote za wizara kwa sababu anafanya kazi vizuri sana katika eneo la vijana. Asante. Sekta ya viwanda na biashara. Washiriki ni Rehema Salim Amri, Azam Media. Catherine Sostenes Sungura, afisa habari TARURA.
makofi ni Rehema Salimu Amri. Asante sana Mheshimiwa Rais. Anayekabidhi tuzo hiyo ni Mheshimiwa Dr. Suleiman Saidi Jafo, mbunge. Hizo ndizo tuzo ambazo wamezipata waandishi wa habari kutoka Azam Media, na tulikujuza tutaendelea kuwa nao washindi kadri tutakavyokuwa tunaungana nao, lakini pia miongoni mwa walioshiriki katika sehemu ya majaji kutueleza kinagaubaga namna ambavyo vigezo walivyovitumia. Tayari tunaye Rehema Evans. Yeah. Nikupe nafasi umkaribishe, huenda baada ya hapo. Lingine nini? Mwanini? Mwaikema. Mwaikema. Hayo ndo nimelijua jana usiku. Lakini umeona alivyo mzuri? Rehema ni mrembo sana. Rehema mimi bado sijaoa. Ila upo kwenye mchakato. Kaka. Hajaoa jana. Kwa sababu Rehema naye akili yake pia inakaa. Yaani umekaa kimkakati. Kwa nini kusema mdaoni? Rehema, karibu sana. Asante sana. Tumefurahi, tumeona pale manake sasa hivi kati ya zile tuzo 4 tunazo 2 hapa tayari. Moja ya Azam Media kama chombo ambacho kinafanya vizuri kwenye michezo, na nyingine ya viwanda na biashara ambayo imeenda kwa Rehema Salim. Wewe ni masuala ya uwekezaji. Hebu tuambie tu ulifanya kazi ya namna gani, ama kazi yako ilikuwa inahusu nini hasa? Maana tumeona tu pale imeandikwa, lakini pengine utuelezee vizuri. Okay, sawa. Kazi yangu ilikuwa inahusu kituo cha au tuseme mtambo wa kuzalisha hewa tiba. Yes. Hewa tiba oxygen. Yeah, oxygen. Ambao serikali imewekeza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu, ambapo imesaidia kuboresha huduma za afya katika sio mkoa wa Simiyu peke yake, pamoja na mikoa jirani ikiwemo mkoa wa Mara. Kwa hiyo ni kitu ambacho tuseme tunaweza kusema ni kitu fulani cha tiba ambacho walikuwa wanahangaika kukitafuta umbali mrefu. Kwa hiyo ilikuwa ikitokea kesi za labda ajali, mtu anahitaji usaidizi wa kupumua kwa haraka, ilikuwa mpaka wafuate hiyo mitungi Mwanza na nini, lakini baada ya serikali kufanya uwekezaji pale, mambo yakawa mazuri, wananchi wanapata huduma kwa urahisi na kwa wakati. Safi sana. Mambo ni mazuri. Na tumeona pale umepata tuzo, umepata fedha, lakini pia watu wa TIC na wenyewe pia walitoa package yao pale. Maana sasa utakuwa unafanya kazi kwa ushirikiano nao, sio? Ndio. Na sasa katika eneo lako hili la uandishi wa habari, kwenye eneo hili la uwekezaji, unaona baada ya kupata tuzo hii na kupatia chachu gani, utajipambanua kwa kiasi gani kuendelea kuangalia eneo hili? Kwa kweli kama unavyojua kwenye masuala ya tuzo, sisi waandishi wa Tanzania tuko scattered, hatuja specialize. Kwa mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa naandika tu sehemu tofauti tofauti, habari za kila engo, kila sehemu, lakini kupitia tuzo hii na najiona sasa napata nguvu ya kuwekeza nguvu zaidi hapo kuliko maeneo mengine. Na maeneo Simiyu umezungumzia ni miongoni mwa maeneo ambayo tunasema ya pembezoni na Dar es Salaam na makao makuu ya maeneo haya, wawekezaji wengi hawayakimbilii. Labda kuwe na madini, kuwe na baadhi ya vitu. Unazungumziaje juu sasa ya kuongezeka uwekezaji kwenye maeneo kama haya? Natumaini tuzo hii itakuwa chachu kwa wawekezaji kuona uwekezaji sio lazima ufanye kwenye majiji makubwa, uwekezaji sio lazima ufanye maeneo ambayo kuna watu wengi, unaweza ukawekeza katika mikoa ya pembezoni pia kama Simiyu, na tunashukuru mambo yako mazuri Simiyu. Ukifika Simiyu wawekezaji wanapewa fursa nzuri, wanaweza wakapata ardhi bure. Kwa ni mambo ambayo mimi pia naona
nina wajibu kama mwandishi kuendelea kuandika, kuwajulisha wawekezaji wajue kwamba ukienda kuwekeza mikoa ya pembezoni kuna fursa pia unaweza kupata tofauti na mikoa iliyochangamka tuseme kama majiji na nini, unaweza kaenda lakini jijini huwezi kupewa ardhi bure kama mwekezaji. Na hiyo ni miongoni mwa kipengele cha muhimu sana. Kwamba utapata ardhi, tena sio ardhi yenye rutuba. Ndio. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa naweza nikasema wawekezaji watambue hilo kupitia tuzo hizi, watajua kwamba uwekezaji sio lazima ufanywe kwenye maeneo ya majiji na mikoa ambayo ina watu wengi. Sasa kabisa MC George. Sasa unajua bwana, ile jina lako rasmi Geoffrey Leano ndio sijalizoea. MC George. Kaka nitakuchapa na pesa hiyo. Na kukupa platform kwenye kipindi changu, kwenye kipindi chetu. Inabidi atulipe. Sasa nataka kuuliza kuhusiana na swala la ajira. Unajua nchi yetu ina kama ilivyo nchi nyingine pia na changamoto kubwa ya ajira hasa kwa vijana. World Economic Forum wanaweka viwango kwamba ikitakapofika mwaka 2025 ambao ndo mwaka huu unemployment rate ama kiwango cha ukosefu wa ajira itakuwa 8.6. Na hivyo ni changamoto kubwa. Na wewe umegusia eneo la vijana. Unadhani waandishi wa habari wana nafasi gani katika kuibua vitu ambavyo vinaweza vikawa chachu ya kupunguza tatizo la ajira nchini? Cha kwanza ukijaribu kutazama vipindi ambavyo vinavifanya hususan kipindi cha Kijana Leo ni kipindi ambacho kinaonyesha namna gani ambavyo kijana anaweza kutumia akili kwamba ideas kutafuta mawazo ya kuja na kitu ambacho kinaweza kikamfanya yeye akafanya kitu, yani inamaanisha anaweza akabuni kitu akafanya kitu au akajiajiri na kuajiri wengine. Nazungumza hivi kwa sababu kama ulivyosema vijana ni population kubwa sana na ajira imekuwa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo namna ambavyo kijana anaweza kujipambanua kwa sababu vijana ambao tunafanya nao kipindi labda cha Kijana Leo ni vijana ambao wanajipambanua either hawana ajira kwa wameamua kujiajiri. Lakini katika kujiajiri huko wametafuta go deep katika kutafuta changamoto, kwa sababu unapopata changamoto, kijana yoyote ambaye anakutana na changamoto katika mazingira ambayo yanamzunguka ndipo ambapo yeye anaweza kuja na idea namna gani ambavyo anaweza akajiajiri. Umeelewa akajiajiri na mfano mzuri kwa hii tuzo ambayo imepatikana kwa kijana huyu ambaye anatengeneza mbolea kupitia nywele za binadamu. Hii ilikuwa ni research yake ya mwaka wa 4. Amesoma chuo kikuu cha ardhi. Na tunafahamu kwenye research unaangalia unataka kutatua changamoto gani. Kwa hiyo yeye akaangalia eneo zima la taka ambazo zinatokana na nywele za binadamu, namna gani inaweza zikabadilishwa kuwa mbolea. Kwa hiyo katumia research ile kujiajiri. Hajapitia sehemu yoyote ya kuajiriwa. Kaka, leo tumekuita yani katika kazi ambayo umefanya na mtangazaji anayekuhoji. Ameshasema umeshindwa kueleza vizuri. Leo kuna mpasuko hapa. Hapa leo kwa kusimba, kugimba. Kuna watu wanasema kugimba wewe umkumbuke, hapa kuna mpasuko. Alafu unaona kama anaingilia. Na hivyo kuna mtu alikumbusha asema bwana hicho kitita ulichopata bilioni 5 hasa ile sio yako peke yako. Utajua pesa hapo badilisha mtu. Tunaona namna wanapopanda milima na pikipiki. Waambie hivi. Na kuhoji wewe. Mimi nataka sababu waambie asilimia 60 imepatikana vipi. Watu wanasema tumeshinda tu. Na hilo good luck. Waambie asilimia 60 imepatikana vipi. Nikeleba ile tu mimi nisige kwa alama. Sawa, na tukirejea katika eneo hilo la ajira, huyu kijana licha ya kwamba aliamua baada ya kutumia ile research yake, utafiti wake aliomaliza mwaka wa 4, lakini aliwachukua vijana wengine ambao nao ni wadogo, wapo waliomaliza nao chuo na wapo ambao alisoma nao. Kwa hiyo akawachukua wale akaendeleza nao utafiti. Na moja ya kitu ambacho anakitumia yeye ni takataka za mabaki ya vyakula. Ambapo kwa pale Arusha kuna dampo ambalo hilo dampo wametengeneza mfumo maalumu wa kutenganisha mabaki ya vyakula vya majumbani vinavyotengeneza wadudu wale wanaomeng'enya na mabaki ya vyakula, mabaki mengine hata ambazo zinaweza zikachomwa. Kwa hiyo kuna vijana pia ambao tayari wapo kwenye chain, mnyororo wa ajira, ambao wanamchukulia mabaki kutoka kwa wale wadudu wanaomeng'enya, tunaziita funza zile, bila shaka kwa ambao itazama kipindi waliziona.
wanamchukulia yale mabaki wanampelekea eneo lake la uzalishaji wa mbolea. Kwa hiyo eneo gani ambavyo ajira vijana wanaweza kutengeneza ajira na ajira hiyo ikatengeneza mnyororo wa ajira kwa vijana wengine. Safi kabisa. Rehema, kuhusiana na masuala ya uwekezaji, unadhani kwa kiasi gani waandishi wa habari wanaweza kaona fursa katika eneo hilo, ama unaziona fursa kiasi gani katika eneo hilo, na ni kwa kiasi gani tutakuwa na habari nyingi ambazo zinahusu uwekezaji? Nywele tunajua. Kwenye swala sekta ya uwekezaji binafsi nikitazama naona ni sekta ambayo sisi kama waandishi wa habari bado hatujaitendea haki. Kwa hiyo fursa zipo, kuziona ndo changamoto. Kwa naona kabisa ni eneo ambalo sisi kama waandishi wa habari bado hatujalitendea haki. Tunatakiwa tuongeze nguvu zaidi. Tukianza na mimi mwenyewe nitaongeza nguvu zaidi kuhakikisha tunazionyesha. Yaani fursa kuwepo kwa fursa sio mwisho wa kila kitu. Lakini fursa zikionyeshwa, yani kwa mfano kama mtu ana fedha zake. Kuna watu mwingine, yani kuna mwingine hajui fedha afanye nini. Juzi nilikutana na clip moja, mtu anakuambia ukipata fedha usikimbilie kujenga. Kwa hiyo ni ile mtu unaelezewa, unapata akili, yani upate ule ufahamu, ni kutoa elimu kwamba ni namna gani mtu anaweza kuwekeza. Kuna mtu anafikiri kuwekeza ni lazima uwe na mtaji kama wa Balesa. Yes. Ukanunue ardhi labda ekari ngapi ndio wewe utaitwa mwekezaji, lakini kumbe kuwekeza kuna kuwekeza kwa aina nyingi. Unaweza ukawekeza kwa mfumo wa hisa, unaweza ukawekeza kwa mfumo wa ina hizo milioni 5 unaweza mkawekeza. Yes. Na waje uwape mawazo. Kwa ninachoshukuru ni kwamba kupitia TIC naamini tutajifunza mengi. Tutajifunza mengi na tutaona na sisi kama waandishi tuweze kuwekeza, kama vijana tuweze kuwekeza, lakini pia tuongeze nguvu zaidi katika kutoa elimu juu ya uwekezaji. Sasa katika eneo la vijana ambalo MC Jojo na Messi mmeshinda. Mitano tena. Nadhani tuangalie sasa sehemu ya kile kipindi ambacho kimekupa ushindi huo. Sawa. Nywele tunajua. Lakini huwa zinapelekwa wapi? Hivi ni kweli haziwezi kutumika kwenye jambo lenye manufaa? Chini ya jua hakuna linaloshindikana. Haya, mambo yalikuwa hivyo, na hicho ndio kipindi ambacho kimeleta mafanikio. Na nilivyokuwa nagusia ushirikiano huu ambao kama team. Sasa nakwambiaje kaka? Sauti ya Kennedy Moses umesikia? Mimi nitaenda Mwenge kukimbiza Mwenge. Nitamwacha hapa mbali na Watanzania. Mimi nitaenda Mwenge kukimbiza Mwenge. Lakini tunafahamu kwamba ili eneo la vijana ni sehemu muhimu sana, na nashawishika kuona kwamba kuna watu wengi sana ambao wanafanya vitu vya tofauti, hasa vijana, ubunifu kama huu. Na kama mliweza kwenda kuwatengenezea kipindi kama hiki ambacho Watanzania wameona na umepata tuzo mbele ya rais kwa kuibua vitu kama hivi vya vijana, unawaambia nini vijana wale ambao wanafanya ubunifu katika maeneo tofauti tofauti ambao bado hawajawafikia? Sometimes maisha sio bahati. Sometimes maisha ni kufanya kazi, maana working hard, lakini pia how you push. Maana unaweza kufanya kazi lakini una push jambo lako. Kwa hiyo maisha wakati mwingine sio bahati, ila ni kupambana na kupush jambo lako mpaka ufanikiwe. Na katika mitandao ya kijamii tunapatikana katika email